Habari gani Mwanakewe TV? Kama ni mara kwa kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa Kewe TV. Sativa kupitia mtandao wa Instagram ameamua kufunguka mambo mazito kweli, pamoja na mtandao wa Twitter pia amefunguka mambo hayo ambayo amefunguka katika mtandao wa Instagram. Nataka nikusomee kile ambacho ameandika katika mtandao wa Twitter kuhusiana na kuzuiliwa kwa press conference ambayo siku ya leo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alipanga kuifanya mbele ya waandishi wa habari, lakini kwa bahati mbaya imeweza kuzuiliwa. Nataka nisome kile ambacho ameandika Sativa, na nukuu: "Kwenu viongozi wangu wa Chadema, njia ya kuwasiliana na Watanzania zipo za aina nyingi sana, hasa kwenye platform zetu za mitandao ya kijamii. Ni kweli tumeukuta utaratibu wa kuitisha press, ila ufike wakati tubadili kulingana na majira. Kila tunachofanya kwa sasa kinapingwa na vyombo vya dola na hawapati sababu za kisheria kutuzuia, wanatumia ubabe. Hebu tujaribu kuwa wabunifu kidogo, kikubwa hatuvunji sheria na katiba ya nchi." Juzi kulikuwa na tukio la uvamizi wa kanisa la Askofu Gwajima usiku wa manane. Watu walipigwa mabomu ya machozi kulifanyika kila aina ya unyama. Hakuna media hata moja iliyosogeza pua yake pale Ubungo. Ila nani ambaye hakuona ule unyama uliofanyika siku ile? Social media ilichukua nafasi ya vyombo vya habari na dunia ilihabarishwa kila kitu kwa uwazi zaidi. Kuna wakati hasa hawa polisi tunawapa masifa tu kubrag, waonekane wapo makini na kazi yake, kitu ambacho sicho. Kama leo press kuzuiliwa ilikuwa ni lazima, ndio maana na nyie hamkusema itafanyika wapi. Kwa hiyo tunaweza kutoka huko kuamini sana hizo press na kufanya kiubunifu zaidi, na nchi na dunia ikapata habari iliyokusudiwa. Tufanye kila kitu kikubwa, tusivunje sheria za nchi na kulinda amani. Ushauri wangu ndio huo, hatutakuwepo." Hayo ni maneno ya Sativa katika mtandao wa Instagram pamoja na mtandao wa X, zamani ulikuwa unaitwa mtandao wa Twitter. Jina langu ni D wa Kewe TV. Watu wengi sana wameweza kutoa maoni katika sehemu ya comment section. Wa kwanza hapa namuona na Tukiduku anasema ipandishwe space makamu azungumze clip zinazosambaa na media karibia zote, na sababu content za Chadema zinauzika, au arekodi video kisha aposti kwenye ukurasa wa media na watu wengine wenye influence watasambaza hizo clip, itafika mbali na lengo alitakuwa limefanikiwa. Hayo ni maoni ya Kiduku, lakini Obadi anasema wazo lako ni zuri, ila polisi kuzuia haizui press kufanyika, ila kuna kitu kikubwa kama chama kimeachivu kwa tukio la kuzuiliwa na polisi, na ile ndiyo kubwa wasilolijua serikali. Hatuna uwanja wa siasa na lazima siasa ifanyike kila leo bila kuathiri maamuzi ya mahakama. Lakini mbeba maono anasema naunga mkono hoja option kadhaa. 1, record audio au video zenye post kwenye mitandao ya kijamii. 2, ingia live mtandaoni Instagram au Facebook. 3, fanya mahojiano na radio, TV, online TV. 4, toeni press release statement iliyoshiba ujumbe mahususi. Lakini Libuma anasema Gwajima alitisha press na waandishi wa habari walikuwepo, lakini hakuna hata mmoja aliyethubutu kurusha, na walijaribu kurusha walitolewa jicho la ametukana kidogo hapo, siwezi kusoma. President anasema hii imekaa poa, wanaweza kutoa tamko katika media za chama na wanaharakati tu bila kuitisha vyombo vya habari na taarifa ujumbe. Pia na agenda ya no reform no election ikazidi kupamba
na kuwafikia watu zaidi, namna pia hii itasaidia. Lakini John Sabuni anasema kwa sasa wa Tanzania kufikishwa habari kwa sasa wa Tanzania tukifikishwa habari tudili zaidi na media kama Express, Instagram, pia nao waandishi wa habari kwa sasa wawe karibu zaidi na kurasa za mitandao kwenye mazungumzo mbalimbali, tangaza space, kuongea na Watanzania na wote tutafuatilia kwa undani zaidi. Lakini Alomala anasema naipenda Chadema sana. Nafikiri hakuna watu bado wana uzamani mwingi, weredi mdogo, kwani hawajui kuwa waandishi wa habari ni vipenyo. Hawajui kilichotokea kwenye plesi ya Deus Soka. Kila siku wanarudia makosa yale yale. Ili kushinda hii vita ya mabadiliko inahitaji very smart movie. Lakini Beka Boy anasema kumbuka kuzuiliwa plesi inaongeza message pia. Ni moja ya mambo ambayo umma unazidi kusikika na kuamka. Lakini pia Tua anasema ni kweli asilimia kubwa habari zitakazosemwa hazitoandikwa. Kubwa ya Chadema itafute hivi vyombo vya online ambavyo havipangiwi cha kuposti, wafanye nao kazi. Lakini Shak anasema kuwepo na online TV ya chama irushe habari za chama online daily, na chama kitapata kupitia views. Lakini Evans Frederick anasema inatakiwa akae makao makuu ya Chadema, achukuliwe kamera zake, aende YouTube, Facebook live, tuingie tuangalie anafanya kitu ili hali tupate taarifa. Lakini pia Gami anasema huo ndio ukweli, inabidi chama kubali mabadiliko ya hali ilivyo chini ya dola. Haitaki kitu chochote kuhusu Chadema kwa sasa. So what's next? Lakini Justi anasema naunga mkono hoja ya Sativa. Lakini kiongozi mtarajiwa anasema hii tangazo lilotolewa na Heche angeondoka hapo hotelini kisha arekodi hotuba leo, angefanya kurelease tu. Lakini Wise Kija anasema amani gani unayoongelea tena kaka? Mchungaji ameshasema Tanzania hakuna amani. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameweza kutoa katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho la Sativa. Jina langu ndio KOTV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika channel yangu hii ya KOTV. Tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.